Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo, Mungu akubariki sana. Napenda kusema Mungu akubariki kwa sababu umekuwa ukifuatilia mafundisho mara kwa mara tangu tumeanza huduma yetu. Pengine umekuwa mfuasi mzuri kabisa kupitia channel yetu. Bado kuna wageni mbalimbali ambao mnafuatilia, wengine ambao hamjasubscribe lakini bado mnafuatilia mafundisho yetu. Kwa kweli Mungu awabariki sana wote ambao mnafuatilia mafundisho kupitia channel hii, kwa sababu kufuatilia kwenu mafundisho ndiyo furaha yetu na ndiyo mnatupa nguvu ya kuendelea kufanya kipindi hiki ama kufanya vipindi hivi. Basi leo nina somo ambalo somo hili nataka niwagusie zaidi wanandoa na hata wale ambao wanajiandaa kuingia kwenye ndoa. Ni muhimu sana hasa hawa wanaojiandaa kuingia kwenye ndoa waendelee kujifunza mambo mbalimbali ili wanavyoingia kwenye ndoa au watakapoingia kwenye ndoa basi wao wameshapata elimu sahihi inahusiana na maisha ya ndoa. Changamoto tunayo kubwa sana kwenye maisha ya ndoa, na changamoto kubwa ni elimu ya ndoa. Elimu ya ndoa ni elimu ambayo iko tofauti kidogo. Sasa watu wengi wameingia kwenye ndoa, hiyo elimu hawajaipata sawa sawa. Unakuta watu wengi wanaingia kwenye ndoa wana mafundisho machache tu. Wana elimu ya maisha ya nyumbani, labda hasa kila mtu na jinsi alivyofundishwa kule nyumbani. Baba alifundishwa hivi, mama alifundishwa hivi. Vijana hawa wakiingia kwenye ndoa wanakutana na elimu mpya ambayo hiyo hawajawahi pengine kukutana nayo kwenye maisha yao ya kila siku. Kwa tunapofundisha haya, walau tunatamani kuona tunawafikia watu wengi zaidi katika mafundisho haya ili wapate chochote kitu cha kuingia nacho kwenye ndoa. Yakitokea majaribu ama yakitokea kutokuelewana, ikitokea ndani ya ndoa, wajue ni kwa namna gani wanaweza wakasuluhisha. Sasa leo somo linasema faida. Nimeandaa somo hapa. Somo linasema faida ya kushirikiana kwenye ndoa. Somo letu linasema faida ya kushirikiana kwenye ndoa. Kushirikiana, hili jambo ni muhimu sana. Ni muhimu kwa nini? Moja ya changamoto ya ndoa tulizonazo ni kushirikiana. Wanandoa wengi kila mmoja anatembea peke yake. Yaani kila mmoja anatembea na mawazo ya kwake binafsi. Kila mmoja anatembea na maamuzi ya kwake binafsi. Lakini ndoa ni ushirikiano. Ndoa ni umoja, tena si umoja wa kawaida. Ni umoja mtakatifu. Ndio maana ndoa takatifu. Ndoa ni utakatifu, na ndio maana ndoa mwanzilishi mwenyewe ni Mungu. Yesu mwenyewe ndiye anashughulikia masuala hayo ya ndoa. Sasa kuanza kutembea kila mmoja na njia yake ni hatari. Kwa nini? Sababu nitakwambia. Kuna wanandoa ambao tangu wameingia kwenye ndoa, kila mmoja yuko na njia yake. Kila mmoja na safari yake. Kila mmoja na mwelekeo wake. Sasa hii inapunguza ule mshikamano. Yaani tabia hii ya kuwa kila mmoja anatembea na njia yake ni tabia ambayo inapunguza mshikamano na inapunguza nafasi fulani ya upendo, hata kama hamuoni hiyo nafasi inapungua. Huo ndio uhalisia. Kwa mfano, kwenye kazi unakuta baba ameajiriwa kwenye kazi fulani, mama ameajiriwa kwenye kazi nafasi fulani. Kila mmoja yuko taasisi yake, ama mmoja ni mwajiriwa, mwingine ni ambaye anafanya kazi ya kujiajiri, amekuwa mjasiriamali. Lakini kila mmoja anashughulikia mambo yake. Yaani huyu na biashara zake, huyu na kazi yake. Wakati mwingine hawaoni shida, sio kwamba wamegombana, yaani wao hawaoni kwamba hiyo ni shida. Huyu mshahara wake anaujua mwenyewe na huyu mshahara wake anaujua mwenyewe. Inaenda tu hivyo. Siku ikitokea kukwaruzana, mlipuko wake unakuwa mkubwa. Kwa sababu tangu mwanzo wa maisha yenu ya ndoa
mliamua kufanya vitu kila mmoja na cha kwake. Sasa ndio maana somo linasema umuhimu wa kushirikishana. Ni muhimu sana kushirikishana katika maisha ya ndoa, kwa sababu kushirikishana kunatengeneza umoja. Ni kama watu wanavyoshirikishana maongezi, wanavadisiana story mbalimbali za hapa na pale, wanafurahi pamoja, wanashirikishana, umoja unaongezeka. Lakini si tu story, kushirikishana hisia, kushirikishana mambo ya kila siku ya kazini, panaongeza umoja. Sasa unakuta watu wanaishi maisha ya kila mmoja na vile ambavyo anaona inafaa. Sasa kuna changamoto hapa, ambayo changamoto hii hasa inawagusa zaidi wanawake, ama inawaelemea zaidi wanawake, kwa sababu hawa wanawake ni wepesi sana kushawishika. Wanawake ni wepesi sana kubeba vitu kwa haraka, tofauti na wanaume. Unajua mwanaume anaweza akawa na kitu asikibebe kwa haraka, inamchukua muda mrefu sana mpaka akili yake kukubaliana kwamba hiki ngoja nikibebe. Lakini tofauti na wanawake mara nyingi wanabeba vitu kwa haraka, hasa wanapopata washauri. Na ndio maana ukiingia kwenye ndoa nyingi, ukichunguza ndoa nyingi, migogoro inatokana na marafiki, ushauri. Yani watu mlipokuwa mnaanza mahusiano, mnaingia kwenye ndoa, mlikuwa watu ambao mnapatana, mke na mume, mnapatana vizuri kabisa. Ukija kuchunguza kwa nini kulikuwa na makasirikiano, kwa nini kulikuwa na magomvi ndani ya nyumba, chanzo ni nini, utagundua palikuwepo na mshauri, kwamba nyinyi mnakubaliana makubaliano yenu. Kumbukeni jamani, ndoa ni taasisi. Kwa hiyo mnaweza kuwa na makubaliano yenu nyinyi kama taasisi ya kwenu, kila taasisi na utaratibu wake, lakini tunayo katiba ambayo ni neno la Mungu, linatusaidia kutembea katika njia sahihi. Sasa unakuta mmeweka makubaliano fulani, halafu mtu mmoja, labda ndio maana nikasema wanawake, unakuta anaenda kuwasimulia rafiki zake, unajua sisi maisha yetu tunaishi 1 2 3. Alafu ananyanyuka mshauri anamwambia kwamba ujinga huo, huwezi kuwa na akili timamu ukaishi namna hiyo, huo ni uzembe, haitakiwi, usifanye vitu vya namna hiyo. Unaona kitu cha namna hiyo, hiyo ni hatari. Hatari inaanzia hapo, kwa sababu anaanza kusikia ushauri kwamba kumbe hili jambo sio zuri, ijapokuwa ni jambo jema tu. Mmeamua wenyewe kufanya hivyo, mmeamua wenyewe kwa mustakabali wa maisha yenu kulingana na vile ambavyo mmechagua kuishi. Lakini anatokea mtu mmoja anasema kwamba hiyo si sawa sawa, ushauri. Kwa hiyo unakuta kwenye vikundi mbalimbali vya wanawake wanashauriana, tayari ugomvi unaingia. Sasa mkishirikiana, anaweza kuja kwambia nilienda sehemu fulani nikawahadithia kitu fulani, wakaniambia 1 2 3. Kwa kuwa mnashirikishana na nyinyi taasisi moja, huyu mwanaume anasema hiyo wala sio mzuri, achana nayo. Unajua maisha yetu sisi ndio tumechagua kuishi hivi, wengine wamechagua kuishi hivi wanavyoishi. Kwa hivyo sisi hatuishi kwa ajili ya wengine, bali sisi tunaishi kwa ajili ya maisha yetu na vizazi vyetu. Tayari mmeshirikishana. Lakini msiposhirikishana, maana yake itakuwa nini? Maana yake huyu akishalibeba jambo fulani, akija nyumbani halisemi, anaanza kulitathmini yeye kama yeye kwamba kumbe niliambiwa vibaya, kumbe ndio maana anafanya hivi, kumbe ndio maana kuna hiki, wakati hakuna ubaya wote. Kama kuna ushauri unapewa, utafasiri, uchekeche ushauri. Unajua mwanadamu amekuwa ni kiumbe ambaye ameumbwa na uwezo wa kutafakari na kuelewa. Kwa hiyo jambo lolote lichukulie kwanza kulitafakari na kulielewa, alafu lifanyie maamuzi. Lakini mkiwa na tabia ya kushirikishana, maana yake mtaenda njia nzuri zaidi ambayo mtaepusha mafarakano yale yasiyokuwa ya lazima, kwa sababu nyinyi kama taasisi mna mfumo wenu wa kitaasisi. Mfumo wa kitaasisi ambao wenyewe mkaona unafaa, nyinyi kama nyinyi mmefurahia, ni mfumo mzuri. Kwa hiyo kama mlichagua mfumo ambao sio mzuri, mtu akawashauri wote kwa pamoja kwamba mfumo huu hapa sio mzuri, hebu tembeeni hivi. Sio mmoja atembeeje,
tembeeni hivi. Kama kuna ushauri basi uwe kwa ajili ya kubadilisha mfumo ili muweze kutembea pamoja. Ndio maana nazungumzia kwa habari ya kushirikiana ama kushirikishana kwenye ndoa. Yaani kwamba mwenzangu hii naona kama haiko sawa, hebu turekebishe tuende katika mfumo huu. Kwa mnarekebisha sasa pale, mnaenda katika mfumo mwingine wote kwa pamoja, yaani mnatembea katika njia moja. Huwa napenda kusema mwanaume amebeba dira ya familia inapokwenda. Mwanamke anatakiwa awe ndiye msimamia dira ile ifike salama. Yaani ni hivi, mwanaume ni mbeba maono, mwanamke ni msimamia maono. Njia yenu iwe ni moja. Kwa hiyo mmoja anapotangulia kwenda mbele, mmoja anakuwa kama watchman, au anakuwa yeye kazi yake ni kutazama, hapa tunaenda sawa sawa, kushirikiana na kushirikishana. Mume wangu, hii kama sio sawa sawa, hebu badilisha hii twende hivi. Sio aseme mbona anafanya hivi, wewe ufanye kitu kingine. Mnatakiwa msimame pamoja, muende pamoja katika njia moja ili muweze kufika salama. Unakuta kuna watu, wanawake, nimesema wanawake, hii inawaelemea sana wanawake na ndio matokeo. Mwanamke ana kazi, anafanya kazi, amebarikiwa kufanya biashara, amebarikiwa kuwa na cheo, amebarikiwa. Sawa, una cheo, sawa una kazi, lakini je, unahamuaje katika familia yako? Unashirikiana vipi na mume wako? Mnashauriana mambo kwa namna gani? Jambo muhimu sana. Sio kwa sababu una nafasi kubwa kuliko mwingine basi wewe uamue unavyotaka wewe. Hiyo itakuletea shida. Na hiyo inaweza kuwa pengine ndiyo chanzo cha migogoro hata kwenye familia ulionayo. Kuamua kwa sababu unaona wewe una nguvu, una uwezo. Hauna mamlaka ila una uwezo, una nguvu. Yaani una kitu kinakufanya uwe na nguvu, cheo, mali, biashara. Unaona kwamba naweza nikaamua. Watu wengi wanasema kama ni chakula na mimi naweza kuleta nyumbani chakula. Kama kuwasomesha watoto na mimi naweza kuwasomesha watoto. Hiyo haitoshi, pendwa. Haitoshi. Kuna kitu kinaitwa authority, mamlaka. Mamlaka ni kitu cha tofauti sana. Mamlaka ndio inaweza kukugharimu wewe. Sio uweza wako, sio nguvu zako, bali mamlaka mtu aliyokuwa nayo. Kwa hiyo mwanaume amepewa mamlaka ya kuwa mwangalizi na kiongozi mkuu wa familia. Sasa hayo ni mamlaka alionayo. Sasa wewe ukitumia fedha yako, huyu hawezi kukubali kwa sababu yuko kwenye territory yake, yuko kwenye miliki yake. Huwezi kumtoa hapo kwenye cheo chake. As a king, yani wewe kama malkia unafikiri biashara zako zinaweza kumtoa mfalme? Sio mfalme kwa ajili ya kumdidimiza mtu. Mfalme kwa ajili ya kazi ambayo Mungu amempa aifanye. Kwa hiyo mwanaume anasimama kama mfalme. Anasimama kama mkuu wa familia. Kwa hiyo hakuna aliye juu yake hapo, juu yake ni Mungu. Katika hiyo eneo na Mungu ndiye amemweka hapo. Sasa wewe na biashara yako unataka umuondoe pale. Unafikiri kitakachozaliwa ni nini? Mafarakano. Huyu hataweza kukubali kwa sababu anaijua nafasi aliyonayo. Yuko radhi wewe uende, yeye abaki hata kama hali yake sio nzuri ili akae kwenye nafasi yake. Unaona jinsi ilivyo? Sasa kuna wengine hawajui kwamba yule aliyekaa pale ni mfalme, hatakiwi kutolewa kwenye nafasi yake, anatakiwa kushauriwa kama mfalme. Ukiwa kama msaidizi wake, msaidie mfalme aweze kwenda mbali. Hata kama una pesa kuliko yeye, haiondoi nafasi yake, haiondoi miliki yake, haiondoi territory, utawala wake, haiondoi. Kwa hiyo ukishalielewa hili, utaona kuna vitu vinaanza kufanya nini? Vinaanza kujitengeneza kuwa bora kwa sababu unajua. Lakini unakuta kwa sababu wanawake wanaweza kupata pesa, labda anacheza vikoba, labda anafanya biashara, labda anafanya kazi fulani, labda ana cheo fulani, unafikiri kwamba cheo chako kinaweza kufanya kazi nyumbani kwako. Hapana. Hakiwezi kufanya kazi. Hata siku moja hakiwezi kufanya kazi. Na ukiona cheo chako mwanamke cha kazini kinafanya kazi nyumbani kwako, basi tayari nyumba yako ina matatizo. Kwa sababu kiuhalisia jinsi ilivyoumbwa familia haiwezi kuwa, hakiwezi kuwepo.
Kwa hiyo jitahidi cheo chako kisiingie nyumbani kwako, biashara zako zisiingie nyumbani kwako, na fedha yako isiingie nyumbani kwako, kwa maana ya utawala. Ule utawala ulikuwa nao kwenye biashara, unavyowatuma wafanyakazi wako, unavyowaamuru wasaidizi wako huko kazini, usije ukaleta nyumbani. Hicho kitu nyumbani hakiwezi kufanya kazi. Hakiwezi kufanya kazi hata mara moja. Hata mara moja. Na ukitaka kifanye kazi, tayari ndoa yako itaingia kwenye mgogoro. Kwa hiyo vijana ambao mnaingia kwenye ndoa, mnajiandaa kuingia kwenye ndoa, ningependa ili mlielewe kwamba inawezekana mkabarikiwa wakati unaanza kuingia kwenye ndoa ukawa hauna kitu kikubwa, lakini ukiwa kwenye ndoa ukapata kitu kikubwa, fedha, uchumi, kazi nzuri, cheo kikubwa. Ukumbuke ya kwamba huyo atabaki kuwa mwanaume. Kwa hiyo shirikianeni. Yaani wewe kama mwanamke mshirikishe mwenzako katika kila kitu. Bwana, mume wangu kuna 1, kuna 2, kuna 3, unasemaje? Nataka kufanya biashara 1, 2, 3, unashaurije? Muangalie. Na kama unamuona kwamba na yeye ana matatizo ya kutokuamua, msaidie aweze kuamua vizuri. Ila usiondoe cheo chake, kwa sababu hakiwezi kuondoka. Usije ukasema huyu ana hela ataongea nini na mimi. Niliwahi kusikia mkasa fulani, hizi huduma huwa anasemaga tunapata mambo mengi ambayo tunajifunza, mengine tunawashirikisha na wengine. Mwanaume watu wawili walikuwa wote wanafanya kazi. Mwanaume anafanya kazi, mwanamke anafanya kazi. Sasa siku moja katika kuhadithiana kutatua migogoro ya ndoa, mwanaume alikuwa anasema, wakati mwingine nampigia mke wangu, ananiambia, bwana mimi niko na mabosi zangu, subiri nimaliza nao nitakurudia. Unasikia kauli kama hii? Yaani kwamba mimi niko na mabosi zangu, yani usinisumbue, subiri nitakurudia. Sasa kwa mwanaume hii haiwezi kufanya kazi. Yaani hawezi kukubali, kwa sababu hakuna aliye juu yake kwenye utawala wa familia yake. Yeye ndio king, alafu kuna malkia hapa. Sasa huyo aliyekuwa zaidi ya mfalme ni nani? Kwa hiyo mwanaume hii hawezi kukubali. Sasa huu ni ushirikianaji mbovu. Hii ni namna mbaya kabisa ya kushirikiana. Ingekuwa ni vema ungemwambia tu, samahani sana mume wangu, tupo kwenye kikao, wacha nimalize nitakurudia. Lakini sio mimi niko na mabosi zangu, nitakupigia baadaye. Sasa unawaambia niko na mabosi zangu. Huyo bosi wako hawezi kuwa bosi juu mume wako hata kama ana fedha kiasi gani. Haiwezekani. Sasa hapa nazungumza na watu ambao wanahitaji ndoa yenye amani. Maana siku hizi kuna watu wanapenda ndoa zilizo na shari. Wewe ambao unapenda ndoa iliyo ya shari, masomo wala hayakuhusu. Usihangaike. Nenda kapambane na ndoa yako. Siku hizi hatuwalazimishi watu kuwafundisha. Ndio maana mafundisho ni mengi sana. Mafundisho ya kila aina yako mitandaoni huko. Mnasikia, mnafuatilia, mnasikia. Mambo mengi huko yanazaliwa. Lakini wewe ambao unahitaji ndoa yenye amani, mimi nataka kuongea na wewe. Wewe ambao unahitaji ndoa ambayo inapendeza mbele ya Mungu, mimi nahitaji kuongea na wewe. Naongea na wewe ambaye pengine umeingia kwenye migogoro, hautamani kuendelea na hiyo migogoro, mimi naongea na wewe. Siongee na mtu mwingine hapa. Kwa hiyo ukiona kwamba unataka kuwa wewe ndio king kutokana na kazi yako wakati wewe sio king, hii haikuhusu. Wewe endelea tu na maisha yako. Kwa sababu siwezi kukubadilisha. Mimi natakiwa nikufundisha, nikushauri. Ubebe ushauri ukusaidie. Kwa hata mafundisho ni sehemu tu ya ushauri. Kwa hiyo naongea na wale ambao wako tayari kusikiliza na wako tayari kuifanya ndoa yao iwe na amani. Kwa hiyo kama ndoa yako hauko tayari kuifanya iwe na amani, wewe kaa mbali, kaa pembeni kabisa. Wala usihangaike, usihangaike kabisa, kaa mbali kabisa. Ndio, kaa mbali kabisa. Ila wewe ambaye unahisi kwamba ndoa yako imeingia kwenye migogoro, unahitaji amani, nisikilize. Wewe ambaye unaona kama ndoa yako unatamani uwe na ndoa yenye amani, nisikilize, itakusaidia. Shirikianeni. Yaani kubali kushirikiana. Hata mume wako ukimwona hakushirikishi, mshawishi kadiri unavyoweza. Wewe ndio msaidizi wake, awe anakushirikisha. Mwambie tu kwa upole, nishirikishe, tushirikiane. Ukiona haiwezekani, mshirikishe zaidi wewe ili ajifunze kukushirikisha.
Unajua kuna mwingine lazima wewe ndio namba moja kufanya ili adapt kutoka kwako. Kwa hiyo mshirikishe zaidi wewe ili yeye aanze kushirikisha. Nimekufundisha kwa kina kidogo. Sasa ninalo neno ambalo litakusaidia kuona haya mambo yanakuaje. Wakati mwingine kushirikiana kuna wavuta malaika ama kuna wavuta watumishi wa Mungu kwa sababu tu mnashirikiana. Yaani kuna familia yani wacha tu niseme, kuna familia sisi watumishi wa Mungu tunathaminika kuliko waume zenu. Hii ni mbaya. Naongea na wewe mwanamke ambaye unathamini zaidi mtumishi wa Mungu kuliko mume wako. Hiyo ni mbaya. Na kama ulifikiri ni jambo jema, ninakuambia ya kwamba hilo ni jambo baya. Mimi si mtumishi wa Mungu bwana. Sinafundisha hapa. Kwa nini sivutie kamba upande wangu? Unakuta mtumishi wa Mungu anakuja labda kuwatembeleeni nyumbani kwenu. Una jinsi unavyomwandalia, yani mpaka yule mwanaume, yani yule mtumishi wa Mungu unaweza kuona aibu kwamba kwa nini mimi ananiandalia hivi wakati mume wake hajamwandalia kama hivi? Mimi ni mgeni tu kama wageni wengine, kwa hiyo niandalie tu kama mgeni. Sasa yani inaonekana kabisa kwamba nimeandaliwa kitu ambacho special sana. Hapana, watumishi wa Mungu wataandalia namna hiyo. Ni vema mkituandalia vitu sawa sawa tu na nyinyi wenyewe, inakuwa ni bora zaidi. Lakini kuliko kuandaa vitu wanawake, inafika hatua mtumishi wa Mungu ana thamani. Yani simu ya mtumishi wa Mungu inakuwa ni muhimu kuliko simu ya mume wako. Nisikilize, acha hiyo tabia. Mimi kama mtumishi nakwambia acha hiyo tabia, haipendezi wala itakusaidia. Itakuletea mmomonyoko kwenye ndoa yako. Nimelisema hivi kwa sababu yanafanyika na yanaonekana. Hayo yote niliyokueleza yanapatikana katika kitabu cha pili cha Wafalme. Utaona hapo kuna somo ambalo linafanana kabisa na kitu ambacho nimekufundisha. Linafanana kabisa na kitu ambacho nimekueleza. Linafanana kabisa kwamba kushirikiana na kushirikishana ni kitu muhimu sana kwenye maisha. Kushirikiana na kushirikishana ni kitu muhimu sana kwenye maisha. Tukisoma kitabu hiki aya 4, kitabu cha pili cha Wafalme aya 4, sura ya 8, utaona kuna ushirikiano hapa. Ngoja nikusomee. Inasema hivi aya 8: hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo. Zingatia, mwanamke mwenye cheo. Naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Huyu mama anagundua sehemu ya pili kwamba huyu mtu ambaye ni Elisha ambaye anapita kwao mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Tuende mbele na kuomba. Sikiliza vizuri hapa. Anasema kwanza ni mwanamke mwenye cheo, alafu akagundua kwamba huyu anayekuja hapa mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Kwa hiyo kwa sababu hiyo anamfuata mumewe na kumuomba. Anamwambia na kuomba. Mwanamke mwenye cheo huyo, maana yake ana uwezo kama wewe ambao unanisikiliza. Ana uwezo kama wewe ambao unanisikiliza. Ana uwezo kama unanisikiliza. Pengine ana biashara kubwa kama za kwako. Ana mamlaka kama ya kwako. Anamfuata mume wake, anamwambia na kuomba. Si kama unanielewa vizuri hapa. Anasema na kuomba. Tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile akalala. Kama aliingia katika chumba kile akalala, maana yake yule mwanaume alikubali. Maana yake mume wake alikubali. Maana yake mambo yalikuwa mazuri katika ushirikiano na kushirikishana. Sasa ukisoma hapa kuna mambo mengi sana ambayo walitendewa na Elisha. Walikuwa wana mtoto, wakapata mtoto kwa sababu tu waliomba kwa Mungu huyo mama apate mtoto.
kwa sababu aligundua kwamba huyu mama ana mtoto. Kwa hiyo akaomba apatiwe mtoto na Mungu akamjalia kupata mtoto kwa neema tu. Lakini somo kubwa ni kushirikiana. Je, unashirikiana na mwenzio? Leo unaingia kwenye ndoa, jifunze kushirikiana na mwenzio. Sio kwa sababu una nguvu. Yaani somo hili nimelipenda kwa sababu limejieleza vizuri kabisa ya kwamba huyo mwanamke alikuwa ana cheo. Pamoja na cheo chake akamfuata mume wake na kumuomba. Wameshirikishana, bwana mume wangu nakuomba hapa. Kwa nini nakuomba? Alikuwa kwenye nafasi yake akitambua ya kwamba huyu ndiye king, huyu ndiye mfalme hapa. Yaani mimi lazima nikaongee naye, naongea na mfalme. Na mfalme Yosa anaongea na malkia. Kwa hiyo hata lugha iliyotumika hapa unaona kabisa kwamba ni lugha ambayo malkia anaongea na mfalme. Hakutumia mamlaka yake, hakutumia cheo chake, hakutumia nguvu zake, bali alikwenda kama malkia mbele ya mfalme. Na ndivyo Mungu alivyoumba utaratibu na jinsi ya kuendesha taasisi ya ndoa. Kwamba taasisi ya ndoa ina mfalme na ina malkia. Lazima kuelewa hizi position. Usikae kwenye hizi position vibaya, ndio utaona ndoa yako inaingia kwenye changamoto. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuto kuelewa kwamba nani ni mfalme, nani ni malkia. Nimesema vizuri? Naongea na wale ambao wanataka ndoa zao ziwe za amani. Kwa hiyo ukitaka kujifunza zaidi, fungua tu kitabu cha Wafalme cha pili, soma ile sura ya 4 yote. Lakini kwa wewe ambaye unapenda zaidi kusoma Biblia, itafaa zaidi ukiwa unasoma kitabu kwa kitabu. Kwa mfano hii Wafalme wa kwanza soma yote, Wafalme kitabu cha pili cha Wafalme soma yote, kitabu cha kwanza cha Wafalme soma chote. Wewe soma tu vitabu hivi vyote, vitakusaidia sana ili kujifunza zaidi, Kwa hiyo somo langu leo limekuwa ni kufundishe jinsi ya kushirikishana, faida ya kushirikiana na kushirikishana. Mama huyu alipokuwa anashirikiana, mumewe akashirikishana, mtu wa Mungu na msaidizi wake wamuombe Mungu ili mama huyu abarikiwe kupata mtoto. Na yule mama akapata mtoto. Wasingekuwa na upendo huo, wasingekuwa na kushirikishana huko, mimi sidhani kama yule mtu wa Mungu angekubali kulala kwenye ile nyumba. Asingekubali. Lakini alikubali kwa sababu na yeye alitambua kwamba nyumba hii ina amani. Nyumba hii wanashirikiana. Nyumba hii wanashirikishana. Hakuna ambaye anamkasirikia mwingine. Hakuna aliye bora kuliko mwingine, isipokuwa wamekaa pamoja na kutafuta uso wa Mungu kwa kushirikishana. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia fundisho hili. Ni imani yangu ya kwamba kuna kitu utakuwa umepata. Ni imani yangu ya kwamba kuna jambo fulani utakuwa umejifunza kwa namna moja ama nyingine. Ni imani yangu ya kwamba kuna kitu kimejitengeneza katika maisha yako. Ni imani yangu ya kwamba kuna jambo ulikuwa haulijui, umelijua sasa kupitia mafundisho haya. Endelea kushare mafundisho yako wengine. Wewe ambaye haujasubscribe bado, basi unaweza ukasubscribe kwenye channel yetu hapo ili uwe wa kwanza kupata mafundisho haya. Subscribe kisha bonyeza hiyo alama ya kengele ili pia upate notification wakati ambapo tunatuma mafundisho haya. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho. Pengine una changamoto, unataka kuelewa zaidi, basi namba za simu ziko hapo. Unaweza ukatupigia kupitia namba hizo. Na Mungu atakubariki. Mungu atakuinulia neema yake kadiri apendavyo yeye. Tupigie tu kupitia hizo namba, wala usijali. Nasi tutakusaidia. Kama kuna jambo hujalielewa, kama kuna kitu unataka kufahamu zaidi, namba za simu ziko hapo, unaweza ukatupigia nasi tutakusaidia. Basi tulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Kwa niaba ya timu nzima ya Mikono ya Kristo tunasema Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Hadi wakati mwingine. Bye bye.